Kutokana na sintofahamu ya suala la kufungwa kanisa la Ufufuo na Uzima chini ya Askofu Josephat Gwajima, watu kadhaa wameandika maoni yao kuhusiana na jambo hilo, akiwemo Baba Askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza, ambaye anasema kama ni kweli inaweza kumaanisha hivi: eti kanisa limefungwa au kufutiwa usajili kisa kiongozi wake kakosana na waliomsajili, au kadaiwa kuhubiri kinyume na alivyotegemewa. Kama ni kweli, tujifanye kuuliza, kanisa ni mali ya mtu? Kama kakosea yeye, kwa nini kanisa lifungwe? Yaani mdomo utoe matusi halafu makalio ndiyo yachapwe viboko? Kama kanisa linalotuma mtu kuchochea, kutukana, asema hakuna kanisa linalotuma mtu kuchochea, kutukana, kubaka, kuiba na kadhalika. Kama lipo, zipatikane miniti za kikao kilichoruhusu hayo. Kinyume na hayo ni kuingilia uhuru wa watu kuabudu. Uhuru wa kuabudu ni wa msingi sana, maana unaruhusu hata kuabudu watawala. Tusiwachagulie watu ibada. Bado siamini kama ni kweli, kwa sababu zimetoka barua mbili, moja ina sahihi na nyingine haina sahihi. Kama ni kweli kanisa limefungwa, maana yake yaweza kuwa hivi. Anasema moja, tangu sasa viongozi wote wa dini zote watatakiwa kutoa nakala ya mahubiri yao kwa wakuu wa serikali siku 2 kabla ya ibada ili yahakikiwe. Pili, maimamu, mashehe, mapadri na wachungaji walio kwenye maeneo ya kata wawasilishe mahubiri yao kwa maafisa watendaji wa kata siku 2 kabla ya ibada. Tatu, asema endapo maafisa wa serikali watakosa muda wa kupitia na kuhariri mahubiri hayo, ibada ziahirishwe kusubiri uhariri huo. 4, anasema atakayehubiri bila kuhaririwa na akaenda kinyume, faini pekee haitoshi, kifungo kina unafuu, bali kanisa, hekalu, msikiti utafungwa. 5, anasema maafisa wa serikali ngazi zote watatakiwa kwenda kozi ya kujifunza elimu ya dini na teolojia ili kufanya udhibiti huu kwa umakini. 6, anasema maafisa wote wa serikali itabidi wazikane dini zao ili wasije kuonea au kupendelea dini yoyote. 7, anasema upelekwe muswada bungeni haraka sana, tena kwa hati ya dharura, ili kubadili katiba na kutamka kuwa serikali yetu sasa ina dini rasmi isiyotamkika jina lake na dini nyingine zimefutwa na kubakiza hiyo dini ya serikali. 8, anasema viongozi hawataruhusiwa tena kuwapa kwa misaafu ya dini zilizofutwa. Misaafu hiyo itakuwa imefikia ukomo wa matumizi, maana inasababisha viongozi wa dini kufanya uchochezi. 9, anasema sikukuu za kidini zinafutwa rasmi na hakuna mapumziko siku hizo. 9, anasema mahusiano ya kibalozi na nchi zote zenye kutambua uwepo wa dini zilizofutwa au kufungiwa yanafungwa mara moja. Mabalozi wa nchi hizo walio nchini waondoke na mabalozi wa kwetu walio nchi hizo warejee nyumbani. 9, 10 na 1, tangu sasa ni marufuku kuomba sala ili kula chakula, na ndoa zote zenye uhalali wa kidini hazitambuliki tena. 12,
Bagonza anasema, wimbo wa taifa uondoe neno Mungu kwa sababu Mungu huyo anaweza kuleta uchochezi wakati wowote. Anaeleza kwa kusema, tulianza na uhuru wa kukusanyika, tukaja uhuru wa kuishi, tukaingia uhuru wa maoni, hatimaye tutakuwa tumeingia uhuru wa kuabudu. Imebaki nini? Uhuru wa kujinyonga? Anamaliza kwa kusema, I hope ninaota sio kweli. Ni mitandao tu inazusha na kufanya uchochezi. Hili ni andiko la Askofu Bagonza ambaye anasema kwamba kama ni kweli inaweza kumaanisha hivi.